Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na taarifa iliyokuja kwa wakati huu kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF juu ya kile ambacho kimeweza kujili. Sasa inaelezwa kwamba mara baada ya mvutano mkubwa kwelikweli juu ya matakwa ya klabu ya soka ya Young Africans kuweza kukamilishwa ndipo wacheze mchezo wa dabi ya Kariakoo, hatimaye matakwa yanaendelea kuweza kukamilishwa moja baada ya jingine, ambapo tulishuhudia kile kilichoweza kutokea katika sakata lile la dabi kuahirishwa tarehe 8 linazidi kuondoka na watu. Leo hii kiongozi mkubwa naye ameweza kuweka barua yake hadharani ya kuondoka ndani ya shirikisho la soka la Tanzania TFF kwa kile ambacho kimeweza kuelezwa katika barua hile. Awali tuliweza kushuhudia viongozi wawili waliweza kuondolewa kwenye hesabu za, hapa nazungumzia ligi kuu ya soka Tanzania bara, katika kile ambacho Young Africans matakwa yao yalikuwa yakiweza kutakwa. Sasa nani huyo tena ameweza kung'oka? Tutakwenda kujua hapa mwanzo mwisho kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa katika shirikisho la soka la Tanzania. Ni nani huyo? Huyo hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga na TFF katika kile ambacho kinachoendelea. Bana, kama ulifikiria sakata lile la Young Africans na TFF ni kwamba limeishia hapo, bado linazidi kuendelea kuweza kuwatafuna watu kadhaa ndani ya shirikisho la soka la Tanzania, ambapo tuliweza kushuhudia vigogo wa bodi ya ligi waliweza kuondolewa na wengine kuondoka kwenye nafasi zao mara baada ya yale maamuzi ya dabi ya Kariakoo kuweza kupangwa kule, ikasogezwa mbele Juni 25 kwenda kupigwa Benjamin Mkapa badala ya ile tarehe 15. Sasa tulishuhudia mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto akiweza kutangaza kujiuzuru katika nafasi yake, ambapo tuliweza kuona namna gani ambavyo kile kilichokuwa kikiweza kuliliwa na mashabiki wa klabu ya soka Yanga kuhusu uendeshaji wa soka nchini. Mabadiliko makubwa yameanza kushuhudiwa ndani ya mamlaka za mpira, ambapo nimekuambia mwenyekiti aliweza kujiuzuru wa bodi ya ligi, lakini ofisa mtendaji mkuu wa TPLB Almas Kasongo alisimamishwa kazi na rais wa TFF ambaye ni Wallace Karia, ambapo mapambano ya klabu ya soka Young Africans yalikuwa ya kuweza kutaka mabadiliko ndani ya kile kinachotakiwa. Unaambiwa klabu hii haijawahi kuogopa kusema ukweli, haijawahi kukubali kunyanyaswa, imepigania uhuru na haki tangu enzi za ukoloni hadi sasa ndani ya soka letu. Leo Yanga wameshuhudia matakwa yao ya msingi yakianza kutekelezwa hatua baada ya hatua, ambapo mwenyekiti wa bodi ya ligi ameweza kujiuzuru, mtendaji mkuu wa bodi akisimamishwa, TAKUKURU ya kamata wahusikaji, lakini mechi ya dabi kupangwa upya, serikali kupitia Ikulu ya Chamwino iliweza kuingilia kati na kuweza kuyaweka mambo bayana kwa kile ambacho kinachoendelea. Sasa leo hii tumeshuhudia katika mitandao ya kijamii kuna barua ambayo ilikuwa ikiweza kusambaa. Barua hiyo ambayo ilikuwa inasambaa kwa kasi kweli juu ya kile ambacho kilichokuwa kinazungumza juu ya rais wa shirikisho la soka la Tanzania Wallace Karia kuweza kujiuzuru katika nafasi yake
yake hiyo ambayo alikuwa akiweza kuihudumu. Unaambiwa katika barua hiyo inaonyesha, inasema kwamba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF linapokea barua ya kujiuzuru ya rais wa TFF. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania linatangaza rasmi kupokea barua ya kujiuzuru kutoka kwa Mheshimiwa Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, kutoka kwenye nafasi yake kuanzia tarehe 16 Juni 2025. Tunawashukuru Mheshimiwa Wallace Karia kwa mchango wake mkubwa katika kuendeleza na kukuza mchezo wa mpira wa miguu nchini kupitia uongozi wake. Tunaelewa na kuheshimu uamuzi wake wa kujiuzuru kutokana na sababu binafsi na za kikazi. Kwa sasa kamati ya utendaji ya TFF itaanza mchakato wa kuangalia hatua zinazofuata kwa lengo la kuhakikisha ushawishi, utulivu na maendeleo endelevu ya soka nchini Tanzania. TFF inawashukuru wanachama wote wa shirikisho, mashabiki wa soka, wadau na vyombo vya habari kwa usaidizi na ushirikiano wenu katika kipindi chote cha uongozi wa Mheshimiwa Wallace Karia. Tunahitimisha kwa kuahidi kuwa tunaendelea kuweka mikakati madhubuti ili kuhakikisha mafanikio ya soka nchini haya kwa mwishi. Unaona bana, kwa maslahi zaidi wakiweza kuandika hivyo kile ambacho kilicho jili katika hayo huo mchakato. Sasa watu kwa najiuliza pengine hii barua ni kweli kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo katika barua hiyo yale yaliyozungumzwa ni ya kweli ama ni vipi? Sasa inaelezwa kwamba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limekanusha taarifa inayozagaa kuwa imepokea barua ya kujiuzuru kwa rais wake Wallace Karia. Ipo taarifa inayozagaa mitandaoni iliyoandika kama ifuatavyo, ambavyo nimekusomea kwamba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepokea barua ya kujiuzuru kwa mheshimiwa, hapa nazungumzia Wallace Karia. Unaona bana, wakisema hivyo, ambapo katibu mkuu wa TFF Wilfred Kibao ameweza kusema ya kwamba ile sio barua halali, ni barua ambayo haijathibitishwa na wao. Lakini katika barua hiyo ambayo inaendelea kuweza kuzagaa, mambo yamezidi kuwa ni mengi kweli kweli juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, huku mambo yakiwa ni mazito kweli kweli katika jambo hili ambalo limeweza kuibua hisia za watu wengi juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Klabu ya soka ya Yanga yenyewe ipo tayari kwenda kucheza mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, huku wapinzani wao Simba Sport Club mpaka sasa bado hawajathibitisha kama kweli watakuwepo hiyo Juni 25 kwa kile ambacho kinachoendelea, kwa sababu mashabiki wao wanaonekana kuto hapa kukubaliana na kile ambacho kinachoendelea, wengine wakisema ya kwamba kukubali kwenda kupeleka timu uwanjani ikiwa Young Africans katika tarehe 25 ni kama wamekubali kuwa chini ya klabu ya soka ya Yanga kutokana na matakwa ambao walikuwa wakiweza kuyataka kuonekana kuweza kufanikiwa kwa kile ambacho kinachoendelea. Tusubiri kuweza kusikia tamko rasmi litakuwaje kutoka katika klabu ya soka ya Simba juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo Juni 25, lakini taarifa kuhusiana na rais kujiuzuru wa shirikisho la soka la Tanzania, hapa nazungumzia TFF, imeweza kukanushwa kama ifuatavyo kwamba rais bado yupo na pengine tutashuhudia labda katika uchaguzi unaokuja anaweza pia kugombea kuendelea kugombea ili aendelee kubakia katika kiti chake. Tuwekee maoni yako hapo chini katika upande wa comment.